Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imetoa mapendekezo mapya ya usitishaji wa vita kati yake na Marekani, lakini rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine tena hajaridhika. Tehran imeripotiwa kupitisha pendekezo kwa wapatanishi nchini Pakistan mnamo Alhamisi usiku, ingawa yaliyomo bado hajaeleweka. Iran imepitisha pendekezo jipya kwa wapatanishi wa Pakistan katika juhudi za hivi punde za kumaliza vita na Marekani, lakini Donald Trump amesema hakuridhishwa nalo. Amesema rais wa Marekani, kwa sasa tuna mazungumzo yanayoendelea, hayafiki huko, aliwaambia waandishi wa habari na kuongeza kuwa chaguzi zake zimebaki ama kuziondoa au kufanya makubaliano. Trump hakufafanua kile alichoona kama mapungufu ya hivi karibuni ya pendekezo, lakini alisema wanauliza vita ambavyo siwezi kukubaliana navyo. Huko Washington, Trump alipuuza makataa ya Ijumaa iliyowekwa na sheria ya nguvu ya kivita inayomtaka rais wa Marekani kutafuta idhini ya bunge kuendeleza uhasama zaidi ya siku 60. Katika barua kwa viongozi wa bunge, Trump alidai kuwa ikulu ya White House haikuhitaji kutafuta idhini kutoka katika bunge kwa sababu makubaliano ya kusitisha mapigano yaliundwa na Iran yamekuwa yamesitisha siku 60, tafsiri iliyopangwa na wataalamu wengi wa sheria. Akizungumza na waandishi wa habari, Trump alipendekeza sheria ya enzi ya vita vya Vietnam ilikuwa kinyume cha katiba. Wakati huo vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kwamba Tehran ilikabidhi ofa hiyo kwa Pakistan siku ya Alhamisi usiku ili kuikabidhi Washington, ingawa aliyomo ndani yake hayakuwa wazi mara moja. Pendekezo hilo jipya hapo awali lilionekana na serikali ya Pakistan kama matokeo ya diplomasia ya nyuma ya njia. Hata hivyo, jukumu la Islamabad lilibadilika katika siku za hivi karibuni na kuwa la hadhi ya chini, lakini jukumu la dharura la kupitisha ujumbe kati ya pande hizo mbili baada ya kasi ya mazungumzo ya moja kwa moja kukwama. Islamabad imesema inaamini kuwa makubaliano yanaweza kufikiwa, lakini inakabiliwa na maafisa wa Iran katika hatari ya kupindua mkono wao na utawala wa Amerika ambao unatafuta ushindi kamili badala ya maelewano. Maafisa wa Pakistan wanasema wanatambua kuwa sio tu amani ya kikanda iko hatarini, lakini afya ya uchumi wa dunia na maisha ya mamilioni ya watu maskini zaidi duniani, ikiwa ni pamoja na Pakistan ambayo muswada wa kila mwezi wa kuagiza nishati umekaribia mara 3 kwa sababu ya vita. Uamuzi wa kuwasilisha mapendekezo kwa Pakistan ulifuatia mjadala ndani ya Iran juu ya kama inapaswa kufuata njia ya diplomasia hata kidogo au badala yake kutegemea nguvu iliyotolewa na kuzingirwa kwa dharura kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Maafisa wa Iran wanatumai Trump atataka kumaliza mzozo huo kabla ya mkutano wake na Xi Jinping, rais wa China, mnamo tarehe 14 na 15 mnamo mwezi huu wa Juni. Rais wa Marekani Donald Trump amepanga kufanya ziara kwenda nchini China kukutana na rais wa China Xi Jinping, na moja kati ya mambo ambayo yanadaiwa huenda yakazungumzwa ni pamoja na suala hili kati ya vita vyake nchini Iran. Islamabad inaona kuendelea kwa usitishaji mapigano uliopo kwa zaidi ya wiki 3 kama mafanikio makubwa. Tehran na Washington wamesema Pakistan inasalia kuwa njia kuu ya mazungumzo. Iran na Marekani zote mbili ziliimarisha misimamo yao baada ya mafanikio ya kuwaingiza katika chumba kimoja huko Islamabad kwa kikao cha mazungumzo ya usiku kucha mwezi Aprili. Mazungumzo ya ngazi ya juu kati ya pande hizo mbili tangu mapinduzi ya mwaka 1979. Kwa mujibu wa Tehran, mazungumzo hayo yalikaribia makubaliano, lakini Marekani ilijiondoa ghafla. Washington ilisema Iran haiko tayari kufika mbali vya kutosha. Jaribio la kuunda duru ya pili mjini Islamabad wikendi iliyopita lilisambaratika baada ya upande wa Iran kukataa kukutana na timu ya Marekani ambayo ilikuwa tayari inataka kuelekea Pakistan. Maafisa wa Marekani walitoa taarifa wiki hii kwamba Washington inafikiria kurejea vitani. Baadhi ya sauti nchini Iran zimeeleza kufadhaika kuwa Pakistan haijaweza kushikilia Marekani katika ahadi ilizozitoa katika mazungumzo. Masoud Khan, balozi wa zamani wa Pakistan nchini Marekani, alisema Pakistan haikuwa tu inasambaza ujumbe kati ya pande hizo mbili. Alisema uingiliaji kati wa Islamabad umesababisha usitishaji wa vita wiki 2 na mkutano wa Marekani na Iran na maafisa wa Pakistan kama uamuzi. Islamabad ilimshawishi Trump kuongeza muda wa kusitisha mapigano. Alisema hakuna muda maalum uliowekwa. Kazi iliyofuata ilikuwa kushawishi pande zote mbili kuinua kwa wakati mmoja vizuizi vyao kwenye mlango bahari wa Hormuz, alisema. Lakini Trump wiki hii alisema kizuizi hicho kilikuwa na ufanisi zaidi kuliko ulipuaji wa mabomu, wakati kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei
alisifu sura mpya ya mlango wa bahari, akipendekeza hakuna upande unaokaribia kurudi nyuma. Ofisi ya hazina ya Marekani imeonya mnamo jana Ijumaa kwamba makampuni yoyote ya Marekani ambayo yalilipa ushuru kwa Iran kwa kupita kwenye mlango wa bahari Hormuz, ikiwa ni pamoja na michango ya misaada kwa washirika kama vile Jumuiya ya Hilali Nyekundu ya Iran, itahatarisha vikwazo vya adhabu. Endelea kutufuatilia. Naitwa Adam Hussein. Usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.